Kujitoa ni dhana pana sana na yenye tafsiri mbalimbali inayoweza kutofautishwa na mambo mbalimbali ikiwemo mazingira, hali ya kipato ya mtu na mambo mengine mengi. Katika jamii za Kiafrika na pengine duniani kote, kujitolea kwa ajili ya wengine kumezoeleka kwamba ni jambo la matajiri au mtu mwenye fedha nyingi kuwapa watu wenye uhitaji. Dhana hiyo inakinzana sana na dhana ile ya wahenga kwamba kutoa sio utajiri bali ni moyo wenye huruma kwa wengine na hata kuwajali wengine, kama ilivyo katika vitabu vya dini na maanisha msahafu na Biblia. Kwa dhana ya makala hii, kujitoa kuna maanisha kutumia fedha yako au kutumia muda wako, akili yako, wakati mwingine na nguvu zako kwa manufaa ya watu wengine. Makala hii inalenga kutazama namna vijana wa kijiji cha Matwiga, kata ya Matwiga, wilaya ya Chunya, walivyojitolea kujenga miundombinu ya vyoo vya shule ya msingi Matwiga, huku wakitoa somo kwa vijana wengine wa wilaya ya Chunya na Tanzania kwa ujumla wake. Makala hii imeandaliwa na Joshua Sengo kutoka kitengo cha mawasiliano ya serikali wilaya ya Chunya. Dhana na sura ya vijana katika jamii nyingi ikiwemo jamii ya Watanzania imekuwa ikibadilika mara kwa mara kutokana na mabadiliko mbalimbali yanayoikumba jamii husika. Dhana na tafsiri hiyo ya vijana imeendelea kupitia mabadiliko mbalimbali hata baada ya vurugu zilizojitokeza maeneo mbalimbali, lakini Chunya dhana ya vijana bado ina jambo la kuwafundisha Watanzania wengine waliopo Chunya na hata nje ya wilaya hii. Vijana wa kijiji cha Matwiga wana haki ya kupigiwa chapuo ya kuigwa na vijana wowote wenye uhitaji wa mabadiliko ya kweli, kwani wanaonyesha dhana ya ujana wao katika jamii inayowazunguka. Vijana hao kutoka katika kijiji cha Matwiga wameionyesha jamii kwa vitendo kwamba kujitolea kwa ajili ya wengine hakuhitaji kuwa tajiri au kuwa na pesa nyingi, lakini kuwa na roho ya huruma yenye kuhurumia na kuwajali wengine. Kupitia mwenyekiti wa umoja wa vijana wa kikundi cha vijana Matwiga, ndugu Furaha Diamond Mwaikambo, kwa niaba ya vijana wenzake, anaeleza na kumkaribisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya kuupokea mradi huo. Jaribu kuwasikiliza kwa sikio la utulivu na lenye nia ya kujifunza. Ukiona inafaa, bila kujali ni kijana, mama au mzee, upo kwenye kikundi au wewe mtu mmoja, unaweza kuamua kufanya jambo kwa jamii inayokuzunguka kwa nia moja tu, kuonyesha unajali na una huruma kwa wengine. Mheshimiwa Mkurugenzi, tunayo furaha kubwa kwa kuweza kuja kuunga mkono vijana wako wa umoja wa vijana Matwiga. Leo hii tunakukabidhi mradi wa kikundi cha umoja wa vijana Matwiga wa choo wenye matundu matatu. Tundu moja ni kwa ajili ya choo cha wanaume, tundu la pili ni kwa ajili ya wa kike, lakini tundu la tatu na la katikati, hiki ni choo cha makundi yenye mahitaji maalum. Japo hatujakimaliza katika uhitaji wake, tunaendelea kukiboresha. Tunakukaribisha kuweza kufungulia jengo hili. Karibu. Mwenyekiti wa kikundi hicho amefafanua walichokifanya vijana Matwiga mbele ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, ambaye alilazimika kuacha ratiba nyingine nyeti ili kuthamini na kuonyesha wazi kwamba vijana hawa ni mfano wa kuigwa ndani ya wilaya ya Chunya na nje ya wilaya hiyo. Kwa pamoja vijana hao wamejenga matundu matatu ya vyoo katika shule ya msingi Matwiga, wakiwa na lengo la kuungana na serikali ya awamu ya 6 katika kuboresha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia. Kwa kufanya hivyo, wamesaidia jamii ya shule ya msingi ya Matwiga kwa kuwa na miundombinu bora ya kuwasitiri wawapo eneo la shule, jambo litakalopandisha morali ya kufundisha na kujisomea. Naye mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Chunya, Bwana Tamimu Kambona, baada ya kujiridhisha hakuona shida yoyote kuipokea miundombinu hiyo ya vyoo, na baadaye akawa na neno la kusema kwa vijana hao.
nichukue nafasi hii kuwapongeza kwanza. Kuwapongeza. Miradi hii mara nyingi tumezoea kwamba mpaka waje wazungu waje kutusaidia. Na hata sasa imefikia hatua kweli tunajengewa vyoo na wafadhili. Kwenye taasisi zetu kuna changamoto ya vyoo. Watu wanajisaidia vichakani na kulazimisha pia wananchi wajenge vyoo. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa kufanya maamuzi haya. Mungeweza kufanya mradi mwingine wowote ule ambao hauna manufaa kwa wananchi, ukawa na manufaa kwa wenyewe. Mungeweza kufanya mradi wowote ule ambao usingeenda kuwasaidia watoto wetu hawa. Na hili ndio lilionisukuma mimi kwa haraka nifanye maamuzi yale kama niliyosema, baada ya kuona changamoto ya hapa shuleni. Lakini msukumo ule wote umekuja kutokana na ninyi mlianzisha jambo hili. Nasema kama hawa wameweza kufanya hivi, na sisi serikali tufanye, twende pamoja na hawa wenzetu. Kwa hiyo nawashukuruni sana na ninawapongeza sana, na muendelee na moyo huu. Na mimi yale niliyoyaahidi yote tunaenda kuyatekeleza kwa haraka, kwa kasi ya hali ya juu. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana na asanteni sana. Aidha, Kambona amewaahidi vijana hao kuwapa ushirikiano katika jambo lolote lenye manufaa kwao kama kikundi, kwani walichokifanya kinapaza sauti sio tu kwa kata ya Matwiga bali pia wilaya ya Chunya na hata nje ya mipaka ya wilaya hiyo. Vijana wana kikundi cha Umoja wa Vijana Matwiga kwa nyakati tofauti wakapata fursa ya kueleza adhma ya kujenga miundombinu ya vyoo, ili hali wao ni vijana na bila shaka vipato vyao sio vikubwa kiasi cha kufikiria mambo makubwa kama haya. Wanasema utekelezaji wa mradi huo ni sehemu ya kuanzia tu, huku wakiwa na nia ya dhati ya kuendelea kushiriki kutekeleza miradi mbalimbali inayoilenga jamii kadri wanavyopata pesa. Tuliona vema kwa sababu kijiji chetu shuleni hamna choo cha walimu. Tuliona pana mapungufu ya choo, ndio maana tukaona tuanze na choo cha walimu. Tuliona tu muhimu kwenye jamii tuanze na choo, hapo mengine ya kwetu yafuate. Kabla ya kuwa mwanachama kikundi hiki nilikuwa mza mboga za majani, lakini saizi kwa sababu ya kikundi chetu nimenufaika, nifanya biashara wa samaki, nafuata Mbeya, Soweto, naleta Matwiga. Moja, nalea familia yangu, kuwavisha nguo, uniform za shule. Mume wangu ni mpiganaji, ukenda shambani namsaidia mapato ya shambani, kuwapelekea vijana chakula nini hivyo. Tuliguswa kujenga hiki choo na kujitolea kujenga hiki choo cha walimu kwa sababu Ulinta kuna vitu vingi vinahitajika shuleni, lakini tuliona cha kwanza ili walimu wasomeshe takiwa wawe na choo kizuri cha kujisaidia. Madarasa yetu ni mabovu, lakini yana uwezekano wa kukaa na wanafunzi wetu wakasoma, ila wasipokuwa na choo hawawezi hata wakasomesha walimu wetu. Tuliona kipaumbele chetu cha kwanza, tukiwa na choo walimu wetu tutawavutia zaidi kusomesha wanafunzi wetu. Hayo mengine ni makubwa ya serikali, tunawaomba. Najisikia furaha kwanza, mimi mwenyewe mojawapo binafsi nimejisikia furaha sana kukutana na mkurugenzi wa wilaya. Ni mtu ambaye sijasoma hata darasa la 6 sijafika, lakini natambua dunia sasa bila elimu si chochote. Kukutana na mkurugenzi sio jambo la kawaida, na kutusapoti haya anayotaka kutusapoti sisi kama kukarabati shule yetu. Nimejisikia faraja sana, nimekuwa mojawapo ya watu ambao hawajahusika kusoma sana na elimu, lakini tumemshawishi mkurugenzi kufika kutusapoti watoto wetu wasome. Hilo limenigusa sana. Tumeguswa kama vijana wazaliwa wa Matwiga kuwa kama hiki kijiji ndio kimezaa hivyo vijiji na vinatupita na sisi vijana tupo. Hebu tuanze na hiki choo, tuone tunaishia wapi na tunaenda wapi. Na mipango mingi sana ambayo tumeplan kuifanya kuweza kusaidia jamii inayotuzunguka, sio Matwiga tu, hata vijiji jirani. Mimi neno langu kwa vijana ni kwamba tuungane pamoja, tutengeneze vikundi, tuweze kusaidia jamii inayotuzunguka. Mkuu wa shule kwa niaba ya jamii yote ya shule ya msingi Matwiga amewashukuru vijana hao kwa jambo kubwa na muhimu walilolifanya kwa ajili ya maslahi mapana kwa shule ya msingi Matwiga. Amesema miundombinu hiyo itawapa utulivu wa kuwatumikia wanafunzi hao kwa dhati na kujitoa zaidi
kwani miundombinu hiyo ni deni la kudumu katika mioyo ya walimu na jamii ya shule ya msingi Matwiga. Awali yote napenda kwanza kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa pumzi ya kuendelea kuishi hadi kufikia hapa tulipo. Pia naomba kuwashukuru hawa vijana walioamua kwanza kutuheshimisha. Wametengeneza mradi ambao umetupa heshima kama walimu wa shule ya msingi Matwiga. Awali tulikuwa na mazingira si nadhifu sana ya vyoo, ila kwa sasa wametupelekea tuonekane na sisi ni watu ambao walao sasa tunaonekana kwenye mazingira sahihi katika mambo ya afya. Kwa mimi nawashukuru sana vijana hao kwa kuwa wameona thamani yetu. Wamepima thamani yetu na wameona utu wetu. Kwa mimi sina neno zaidi ya kusema. Mungu awabariki na akawaongezee pale walipopunguza. Mwalimu mkuu wa shule ya msingi Matwiga, Mwalimu Godfrey Albani Kikoti, anawaita wazazi nchini kuendelea kuwafunza watoto wao vyema, kwani vijana hawa wa Matwiga tabia hii ya kujitolea na kuwajali wengine bila shaka wamefunzwa na wazazi wao. Hivyo wazazi pia lipo la kujifunza kutoka Matwiga. Lakini mwalimu mkuu anawaita vijana sio ndani ya Matwiga tu, bali pia Chunya na hata nje ya Chunya kujifunza kwa vijana hawa namna ya kujali jamii zao, kwani kuna faida kubwa inayoonekana hata baadaye kwa Mwenyezi Mungu. Kwa kweli vijana hawa naona wameua kutoka moyoni, na hii inaonekana ni silka ambayo walipata si tu kwenye elimu dunia bali kutoka kwa wazazi. Inawapelekea wawe na moyo ambao wa kuthamini maendeleo katika jamii. Kwa mimi kama kiongozi wa hii shule naomba na wasii tuseme vijana wengine waige hawa vijana ambao wametoa mambo yao, wametoa sehemu yao, kipato chao kuweza kuendeleza shule yao na kuikomboa jamii yao kwa ujumla wao. Kwa sababu anasema ukimkomboa mtoto, ukampa elimu mtoto, unakuwa umemsaidia kukomboa jamii husika. Kwa hiyo mimi naomba sasa vijana wengine waige tabia ya vijana hawa ili waweze kufanya miradi mingine zaidi, kwa sababu changamoto bado tunazo nyingi ambazo zinahitaji fedha, pia nguvu kazi, pia rasilimali vitu tuseme, ili kuweza kufanikisha miradi hiyo. Chunya ina jumla ya vijiji 43 na vitongoji zaidi ya 200. Kama wote tungelikuwa na fikra na mawazo yenye mfanano na vijana wenzetu wa Matwiga, tungekuwa tumefanya jambo kwa ajili ya wengine katika jamii zetu zinazotuzunguka, huku tukikumbuka kutoa sio utajiri bali ni moyo tu. Makala hii inazungumza na vijana wa mkoa wa Mbeya na vijana kutoka kona zote za Tanzania, kwamba vijana hawa kwa kiwango chao wamefanya jambo katika shule ya msingi Matwiga. Je, hakuna jambo linaloweza kuwafunzwa kwenu kama vijana hapo ulipo? Ile tafsiri ya vijana kuwa taifa la leo, vijana wanapaswa kufikiri zaidi juu ya wengine kuliko kujifikiri wao wenyewe na familia zao. Kuwafikiri wengine kutawapa nafasi ya kuona changamoto zinazokabili jamii, hatimaye kushiriki kuzitatua kwa mawazo au kushiriki moja kwa moja kama vile walivyofanya vijana wa Matwiga. Chunya ni yetu sote. Tuilinde, tuiendeleze na kuitunza pamoja, kwani hatuna Chunya nyingine Tanzania ambayo itakuwa mbadala wa Chunya hii tulionayo sasa. Acha niwape heko vijana wa Matwiga. Endeleeni kuwa funzo kwa vijana wenzenu wa Chunya na hata wale wa nje ya Chunya, kwa kuendelea kufanya mambo yenye tija kwa jamii inayowazunguka. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.